Timu zote ambazo zimekutana na Young Africans msimu huu zinaonekana kama ni timu mbovu kwa sababu ya ubora walionao Young Africans. Hata Simba ni mbovu mbele ya Yanga. Yaani kama unataka kulinganisha kati ya Simba na Yanga ipi timu mbovu, maana yake hata Simba ni mbovu mbele ya Yanga kwa sababu pia kafungwa msimu huu mara 2 na Yanga. Kafungwa kwenye ngao ya jamii, lakini pia kafungwa ligi kuu pia vile vile. Maana yake wakati mashabiki wa Simba wanalalamika kuhusu labda Yanga kupanga matokeo na nini, lakini wajue kwamba hizo timu zote ambazo inasadika kwamba Yanga kapanga matokeo bado ni timu ambazo Yanga kazigaragaza vizuri tena kwa idadi kubwa ya mabao. Lakini pia hata Simba ukiangalia amegaragazwa na Yanga kwa idadi kubwa pia ya mabao. Maana ndani ya miaka mitatu ya hivi karibuni Simba kafungwa mara 4 na Yanga. Na kama juzi asingekimbia mechi ile ya dabi, maana yake ingekuwa pengine angeenda kufungwa kwa mara ya 5 mfululizo. Tafsiri yake ni kwamba watu wanavyosema kwamba Yanga anafunga timu mbovu, basi wakumbuke pia kwamba hata Simba ni mbovu, na ndio maana Simba pia amefungwa mara nyingi na Yanga. So sometimes hizi timu hizi mbili, Simba na Yanga, ile ambayo inakuwa ni bora zaidi ya mwingine ndio ambayo inakuwa nafasi kubwa sana ya kwenda kutoa taji, na ndio inakuwa nafasi kubwa ya kushinda mechi nyingi pia zaidi. Ingawa ukiangalia msimu huu Yanga ndo kapoteza mechi nyingi kwa sababu kapoteza mechi 2, lakini Simba kapoteza mchezo mmoja, alafu katoka sare michezo 3. Kwa hiyo kilichomwathiri Simba ni sare nyingi kwenye msimu. La tofauti na Yanga ambaye amepata sare mchezo mmoja, amefungwa michezo 2. Kwa hiyo walau yeye ana hako kwa uafadhali. Lakini unapokuja kwenye zile records za head to head, hata Simba ni mbovu mbele ya Yanga kwa sababu kafungwa na Yanga mara ngapi? Mara 2 ndani ya msimu. Kafungwa kwenye ngao mara 1, kafungwa kwenye ligi mara 1. So sometimes watu wasi wanaongea tu kuhusiana labda na Yanga inafunga timu mbovu. Ndio wakati unaona kama Mashujaa ni mbovu, unaiona Pamba ni mbovu, unaiona Mwadui ni mbovu, Stand unaiona labda Stand ni mbovu, unaiona Coastal ni mbovu, unajua hata Simba ni mbovu. Yaani timu yote ambayo imefungwa na Yanga ni mbovu. Kwa hiyo sometimes ni kuheshimu tu ule ubora wa Yanga walionao. Lakini pia Yanga nao ni timu ambayo imetengenezwa kwa muda mrefu by the way. Tangu mwaka 2021 Yanga inatengenezwa mpaka leo hii. Kwa hiyo usitegemee kuona kwamba labda hiyo timu isingekuwa na ushindani, yani usitegemee kwamba itakuwa ni timu rahisi. Yani itakuwa ni timu ngumu kwa sababu imetengenezwa kwa muda mrefu. Yani unazungumza almost miaka 4 mfululizo inatengenezwa tu timu. 2025 leo ni mwaka wa 5. Timu ipo tu imara vile vile. Kwa hiyo sio kitu cha masiara she. Hata wakati ya Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo, timu ilitengenezwa muda mrefu. Ukumbuke Simba ambayo ilikuja kutoa mataji mara 4 mfululizo ilitengenezwa tangu 2016. Ndio inatengenezwa chini ya Pierre Lechante ambaye alitoka Mario Shomogi akiwa kocha, akampisha Pierre Lechante akaingia pale. Ikaja Darren Kerry, Simba ikaendelea kusukwa mpaka ikaja kutoa mataji mpaka msimu wa mwaka 2020 2021 ndio msimu wa mwisho wa Simba kutoa mataji. 21 22 ndio Yanga anachukua mpaka 21 22 yes ndio Yanga anachukua mpaka leo hii. Maana hata ile Simba ambayo litawala mpira wa Tanzania ilisukwa kwa muda mrefu. Yani ilisukwa kwa muda mrefu kama ambavyo Yanga pia imesukwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa sasa hivi timu zote ambazo zinakutana na Yanga zitaonekana ni timu mbovu kwa sababu Yanga imeimarishwa sana. Yani Yanga imetengenezwa sana kuliko timu nyingine yoyote hii hapa Tanzania. Yanga ina wachezaji wengi bora kuliko timu nyingine yote Tanzania. Lakini chochote kinaweza kwenda kutokea. Yani leo hii Yanga unayoiona ni Yanga ambayo kila mtu anaitamani. Ni Yanga ambayo kila shabiki anatamani kuwa shabiki wa Yanga. Yani Yanga ambayo hakuna timu ambayo inatamani kukutana na Yanga. Wewe ufanya mchezo mpaka Simba anakimbia unafanya masiara ni yani Simba anamkimbia Yanga, wewe una masiara. Kwa sababu ambayo isababisha Yanga akamkimbia Simba akamkimbia Yanga wala haikuwa sababu kubwa, ni kanuni tu ambayo kanuni na taratibu zake zingefuatwa na mtu angeadhibiwa. Lakini akaona hapa Chemaloni majeraha, Musa Pimpin kama majeraha, no ngoja nipite mlango wa nyuma. Ni vitu ambavyo vinatokea tu kwenye mpira sometimes. Hata huko zamani huko zipo timu hata huko Cairo Misri kule Al-Ahly na Zamalek. Kuna kipindi zinakimbiana sio kwa sababu hazitaki kucheza mechi. Ni kwa sababu kuna mmoja anaona hawamui sio kwenye fomu nzuri. Hata msimu Ahly hakuwa kwenye fomu nzuri, akaamua kumkimbia Zamalek kwa sababu Zamalek hakuwa kwenye fomu nzuri. Sometimes watu wanakimbia aibu hivi. Sema hawasemi tu ukweli, lakini kuna wakati watu wanakimbia aibu. Yaani mtu anaona hapa nilipo hapa nitaduazwa. Sasa hapa ili nisiduazwe, ngoja niingie mlango mwingine. Kwa hiyo vitu vipo tu kwenye mpira. Kwa hiyo leo shabiki wa Yanga ambaye shabiki wa Simba ambaye anaona kwamba Yanga anafunga timu mbovu, ajue kabisa kwamba hata timu yake ni mbovu na ndio maana alimkimbia Yanga kwenye mechi ya dabi.
Kama ingekuwa Simba imeimarika kuliko Yanga, wangekubali kucheza mechi ya dabi hata kama wangenyimwa muda wa kufanya maandalizi ya mwisho. Tukubali tu kwamba Yanga imeimarika, ni timu bora, ina wachezaji wengi wazuri, na naamini kwamba msimu huu pia wana nafasi ya kwenda kutoa taji, ingawa Simba wana uwezo wa kwenda kubeba taji lenye heshima zaidi. Unajua Simba mfano akibeba kombe la ubingwa wa CAF Confederation, manake amebeba ubingwa wenye heshima zaidi kuliko ligi kuu. Ligi kuu ni domestic league, ni ubingwa wa ndani ambao heshima yake iko ndani. Lakini ukibeba ubingwa wa CAF Confederation, manake heshima iko nje ya taifa la Tanzania. Manake ni Afrika nzima inakuheshimu. Ni dunia nzima inakujua wewe kwamba wewe ni bingwa wa kombe la mabara, la bara kwa ni washirikisho barani Afrika. Manake utaenda kucheza the African Super Cup, utaenda kucheza ambao mara nyingi haifanyiki Tanzania, haifanyiki Afrika, mara nyingi inafanyika Asia huko. Kwa hiyo hata Simba wako kwenye nafasi nzuri, wao watabeba taji lao huko la kombe la shirikisho barani Afrika, watakutana na timu wababe wenzao huko. Lakini kwa upande wa Young Africans huku Yanga ni mbabe, yani huku Yanga amesimama imara, hilo lazima tukubaliane. Ndio Yanga anafunga timu mbovu, lakini wakati ukisema Yanga anafunga timu mbovu, unajua hata Simba ni mbovu, na ndio maana imefungwa na Yanga.